Kwa majina naitwa John Seka. Mimi ni wakili kiongozi kwenye shauri linalowahusisha wateja wangu watatu ambao ni Kulwa Maduhu, Paul Kisabo na Nation Mkungu, ambao ni mawakili wanaoshtaki kamishna mkuu wa magereza, afisa mkuu wa gereza la Ukonga, mwanasheria mkuu wa serikali na wakili Tundu Lissu. Na wateja wangu kwenye shauri hili wao wanalalamikia haki yao ya kufanya kazi kama mawakili, na wakisema kwamba kwenye wao kwa kuwa ni mawakili wa Mheshimiwa Tundu Lissu wamekuwa mara kwa mara wanazuiwa kufanya kazi zao na afisa magereza wa gereza la Ukonga kufanya kazi za uwakili. Na malalamiko yao makuu ni kwamba wanapokwenda kumtembelea Lissu, kwa mujibu wa kanuni na sheria za magereza, anatakiwa anapotembelewa na wakili wake, basi maongezi anayofanya yafanyike kwa faragha. Sasa wao kila wakienda wanakuta wanazungukwa na maaskari na maongezi yao ya faragha yanasikilizwa. Sasa leo tulikuja mahakamani kwenye mwendelezo wa shauri hilo na lalamiko hilo, na leo ilikuwa ni fursa ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuwahoji wateja wangu, na leo ameanza na mteja wangu anaitwa Kulwa Maduhu ambaye ni huyu. Kwa hiyo mahojiano ya leo au madodoso ya leo yalikuwa ni yeye Maduhu kuhojiwa na kueleza mazingira ambayo anakutana nayo anapokuwa mahakamani, na ameeleza kwa kinagaubaga changamoto ambazo anakutana nazo anapokuwa anakwenda kumtembelea Mheshimiwa Lissu gerezani. Ameeleza kwamba akienda kule mara ya kwanza alikuwa anaruhusiwa, lakini mara ya pili ya kwanza, ya pili na ya tatu aliruhusiwa, lakini baada ya hapo, hasa baada ya kuletwa mkuu mpya wa magereza Ukonga, akawa haruhusiwi tena kuingia kumwona Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo kulikuwa na maswali mbalimbali ya dodoso kueleza sababu, na imekuja kubainika ingawa si dhahiri sana kwamba hakuna sababu yoyote ya msingi ya kumzuia Alan hali yake ina uhalisia wake kama mtu mwenye changamoto ya ualbino. Kwa hiyo hilo nalo limejitokeza wazi, kwa sababu tumejaribu wakati Lissu anamdodosa ajue sababu hasa ni ipi, na yeye hajawahi kuambiwa sababu ya aina yoyote. Kila anapouliza hapewi majibu kwa nini haruhusiwi kumwona Lissu, wakati inafahamika kutokana na nyaraka za mahakama ya Kisutu, kutokana na nyaraka za Mahakama Kuu ya Tanzania kwamba yeye ni wakili wa Tundu Lissu na anafahamika. Kwa hiyo kukosekana kwa sababu zozote za msingi za kisheria imetupelekea kuamini kwamba pengine sababu pekee iliyopo ni sababu tu ya ubaguzi wa hali ya mtu, na kama hivyo ndivyo tumeiambia mahakama hilo jambo. Tunatarajia kwamba mahakama labda itasema kitu, kwa sababu moja ya malalamiko makubwa ni kwamba kuna ubaguzi wa kimkakati wa mawakili wa Tundu Lissu ukilinganisha na mawakili wengine. Kwenye rekodi ambazo maafisa wa magereza wamezileta mahakamani, inaonekana ukiacha mawakili wa Tundu Lissu, wako mawakili wengine ambao wanakuja kutembelea magereza, lakini pia wako maafisa mbalimbali wa serikali ambao nao wanakuja kutembelea magereza. Lakini ukiangalia zile maoni au mtazamo wa maafisa wa magereza, unaona wakifika kwenye mawakili wa Tundu Lissu wanakuwa na maelezo ya ziada, wanatoa maelekezo ya sehemu mbalimbali ambazo zimezoeleka za kufanyia mahojiano na wakili. Kwa hiyo labda wasema mahojiano haya yafanyike ofisini au mahojiano haya yafanyike kwenye vyumba ambavyo si vya kawaida au kwenye maofisi. Lakini ukiona wanapokuja maafisa kutoka serikali, maafisa kutoka ofisi ya maendesha mashtaka, inaonekana wazi kabisa kwamba wao wanaambiwa wapewe ushirikiano mzuri, wasindikizwe kwenye sehemu mwafaka na mazingira ya namna hiyo. Lakini wanapokuja mawakili wa kawaida wanapoambiwa wahojiwe. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo, ukiiona kutoka kwenye nyaraka ni kama vile kuna
ubaguzi unaofanyika kwa mawakili mbalimbali na hasa mawakili wa binafsi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalisimamia na ni jambo ambalo sasa hata wenzetu wa chama cha mawakili wa Tanganyika Law Society nao wameomba kujiunga na kesi hii ili waweze kwenda na kuangalia hiyo, je, hili changamoto ya ubaguzi kwa mawakili binafsi, je, ni changamoto inayoko kwenye gereza tu la Ukonga au ni changamoto iliyoko kwenye magereza yote? Kwa hiyo na wao wameomba kujiunga na hii kesi ili waweze na wao kufanya tafiti na kuleta mawasilisho, isije ikawa ni lalamiko la mawakili tu wa Tundu Lissu, bali ni lalamiko la kimfumo linalowakumba mawakili wanaokwenda kwenye gereza la Ukonga, lakini pia na mawakili wanaokwenda kwenye magereza mengine Tanzania. Kwa hiyo msingi wa leo ni huo, kwamba shahidi mmoja leo amedodoswa na Mheshimiwa Tundu Lissu, na tunatarajia tutaendelea na ushahidi mwingine kesho, ambako mashahidi wengine wawili ambao ni wateja wangu nao watatoa ushahidi wao kuhusu namna ambavyo sasa na wao wamekuwa wakitembelea gereza la Ukonga kumwona mteja wao wakili na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Mughrai Lissu.